Tunaishi katika nyakati ambazo baadhi ya hadithi hutupa motisha maishani na kutufanya tuwe bora zaidi, lakini zipo nyingine ambazo tunapozisikia hutufanya tuwe na shukrani kwa sehemu ambapo tupo, hata kama hali tunayopitia sio nzuri. Yaliyompata huyu msichana hayaelezeki kwa akili za kawaida hata kidogo, na ni jasiri sana kwa kuamua kuyasimulia kwa dunia nzima. Aliwahi kula miili ya watu waliokufa, aliishi na nyoka kama mume wake kwa miaka mingi sana. Anasema alikutana uso kwa uso na shetani mwenyewe, na hii ndiyo hadithi yake. Leo tupo Nairobi nchini Kenya. Tulikuja kumtembelea binti huyu anaitwa Cecile Wamboi. Ni mama wa mtoto mmoja sasa. Anasema hakuzaliwa hapa jijini, bali miaka mingi iliyopita alizaliwa vijijini kabisa huko West Country, mahali panapoitwa Kinamba. Alizaliwa katika familia ya watoto 8 na waliishi maisha ya umasikini mkubwa mno. Siku moja baba yao aliondoka na hakurudi tena hadi hii leo. Hawajui alipo au alipatwa na nini huko alipoenda. Baada ya kuondoka, maisha yao yakawa mabaya sana. Binti huyu alikuwa mtoto wa kwanza na ni miongoni mwa watoto wawili pekee waliobahatika kusoma. Alipofikisha umri wa miaka 17, alimaliza shule ya sekondari na akaolewa karibu na kijijini kwao. Alimpenda mwanaume mmoja ambaye baadaye aliweza kubeba mimba yake. Baadaye waligundua kuwa mwanaume huyo alikuwa ameoa huko nje. Rafiki zake wakamshauri atoe mimba hiyo na amwache mwanaume huyo kwa sababu hakuwa mtu mwema kwake. Hilo ndilo alilolifanya, na hapo ndipo alipompoteza mtoto wake. Baadaye alihamia Nairobi, mji mkuu wa Kenya, na alipofika hapa alishangazwa sana. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuona magari mengi hapa Nairobi, majengo marefu na wanaume watanashati na wenye pesa nyingi sana, jambo lililomvutia sana. Binti huyu alikuwa na ndoto ya kufanya kazi na kubadilisha maisha ya familia yake huko kijijini. Alitaka ndugu zake nao wasome, jambo ambalo lilimpa motisha kubwa ya kuanza kutafuta kazi. Haikuwa rahisi hata kidogo. Akaanza kulala na wanaume ili aweze kupata kazi, kwa kuwa hiyo ndio njia pekee iliyokuwa mbele yake. Wanaume hao walikuwa wakimpa pesa baada ya kulala naye, na yeye aliona njia hiyo kama ni nzuri ya kujipatia kipato. Muda si mrefu akaanza kulala na wanaume wengi sana. Anasema aliweza hata kulala na wanaume 10 kwa siku moja. Cha kusikitisha zaidi, wengi wao walikuwa wameshaoa, lakini hilo yeye hakulijali hata kidogo. Nilipoanza kulala na hawa wanaume, walikuwa wakinipa pesa nyingi sana, na mimi nilikuwa nikifurahia jambo hilo. Sikuogopa hata kuambukizwa magonjwa kama vile ukimwi, kwa sababu wakati huo kwa kweli nilichokuwa nikifikiria kichwani kwangu ni pesa tu na hakuna kingine zaidi ya hiko. Nilipata mimba mara kadhaa, lakini kila wakati nilikuwa natoa kwa sababu tayari nilikuwa nimeshazoea kufanya hivyo. Katika mchakato huu wa kulala na wanaume wengi, nilimpenda mwanaume mmoja na nikataka kuishi naye. Baada ya siku chache tuliachana na nikarudi tena kwenye ukahaba. Kisha baadaye nikampata mwanaume mwingine ambaye nikampenda pia. Lakini siku chache mbeleni tulikuja kuachana na nikalazimika kurudi kwenye ukahaba ili kuendelea kupata pesa ili niweze kuishi. Anasema kwa sababu ya kulala na wanaume wengi hakuweza kuridhika kuwa na mwanaume mmoja. Kila mara alikuwa akitafuta mwanaume mwenye pesa nyingi na aliyekuwa tayari kumpa pesa hizo, jambo ambalo liliharibu maisha yake. Katika mimba nyingi alizozitoa, aliamua kubaki na moja, na hapo ndipo alipomzaa mtoto wake wa kwanza ambaye alimfanya yeye kuwa mama. Siku moja alikaa chini na kutafakari maisha yake, na alihisi kuwa alikuwa amechoka kabisa na maisha ya ukahaba. Alitamani kubadilika na kuacha kufanya hayo, kwa sababu alijua maisha yake yalikuwa yameshaharibika vibaya mno, na alitaka kuwa msichana wa kawaida kama alivyokuwa hapo mwanzoni.
Alimwambia rafiki yake mmoja kuhusu jambo hilo. Rafiki huyo akamshauri aende kanisani, aombe na atubu ili aanze maisha mapya. Cecilia alikubali na wakaanza safari ya kwenda kwa mchungaji. Walilazimika kwenda nyumbani kwa mchungaji kwa kuwa ilikuwa wakati wa janga la korona na makanisa yote yalikuwa yameshafungwa. Watu wengi walikuwa wakifariki sana kutokana na ugonjwa wa korona, na wengi walihisi mwisho wa dunia utakuwa umekaribia, na hiyo ndiyo sababu mojawapo zilizompeleka kutubu. Walipofika nyumbani kwa mchungaji, ndipo maisha yake yalipoanza kuharibika zaidi. Aliishiwa nguvu na akazimia. Kiukweli hakuweza kuelewa kilichokuwa kinamtokea. Alipoamka baada ya saa kadhaa, waliomba naye, wakamwambia kwamba arudi kila jioni kuweza kuomba pale nyumbani kwa mchungaji. Alipofika nyumbani na kulala, usiku wa manane mchungaji alimtokea kama mzimu na kulala naye kingono. Alikuwa peke yake nyumbani na aliogopa sana. Siku iliyofuata alitoka kwenda kwenye mishemishe zake, na kila siku baada ya kutoka kwenye mishemishe zake hizo, alikuwa akipitia nyumbani kwa mchungaji kuweza kuomba. Maisha yangu yalianza kubadilika kwa sababu kila usiku mzimu ule ulikuwa unakuja na kulala na mimi. Haikujalisha kama nilitaka au sikutaka. Alikuwa amevaa nguo nyeusi na suruali nyekundu ambayo imembana sana. Nilipomwangalia kwa makini usoni kwake, niliona ni uso wa yule mchungaji. Alikuwa ni kama mzimu, lakini kile kilichokuwa kinatokea kilikuwa katika hali ya uhalisia kabisa, kwa sababu asubuhi nilikuwa nikijikuta mimi na pale kitandani tumeloana kabisa, kama vile nimetoka kufanya mapenzi na mwanaume wa kawaida. Ilibidi nizoee tu hali hiyo. Hili liliendelea kila siku. Siku moja tulipokuwa tunaomba kama kawaida, mwanamke mmoja aliyekuwa na mchungaji alisema kuwa mbinguni walisema nitamuona mmoja wa wanaume tuliokuwa tunaomba pamoja naye. Anasema hayo ni maono aliyowapata kutoka mbinguni. Muda sio mrefu niliolewa naye na tukaanza kuishi kama mume na mke, lakini kamwe hatukuwa tunagusana. Tulilala kitanda kimoja bila kufanya chochote hadi asubuhi. Siku moja mchungaji na yule mwanamke mwingine walikuja kututembelea, mimi na mume wangu, na ndipo akatuozesha rasmi pale nyumbani. Tulifanya harusi ndani ya nyumba hiyo, lakini hakuna mtu aliyehudhuria. Watu waliokuwepo ilikuwa ni mimi, mchungaji, mume wangu na yule dada. Tangu siku hiyo, mzimu haukuja tena kwa sura ya mchungaji, bali ukaanza kujitokeza kwa sura nyingine. Sasa mzimu ule ulianza kuja kwa umbo la nyoka, tena nyoka mkubwa ambaye nilikuwa nikilala naye usiku. Alikuwa nyoka, na baada ya kulala naye, mchungaji pamoja na yule mwanamke mwingine walikuwa wakija na kumchukua, na nikawa naonyeshwa wakimpeleka makaburini. Walikuwa wakifukua maiti na kula pamoja. Walikula pamoja na kila wakati walikuwa wakimwachia yeye mabaki. Kwa mujibu wake, baadhi ya maiti zilikuwa zimeoza vibaya sana, lakini kwao zilionekana kuwa safi kabisa. Kila mara aliporudi nyumbani, alikuwa ameridhika sana na hakuhitaji chakula tena mchana mzima. Usiku ukifika, walikuwa wakirudi tena makaburini. Ilikuwa imefika hatua ya kuhudhuria mazishi ya watu ambao walikuwa hawawafahamu kabisa, ili waone jinsi wanavyozikwa na kisha usiku warudi kula miili hiyo. Maisha haya yalikuwa mabaya hata kuliko yale aliyokuwa akipitia hapo mwanzoni. Ndipo alipoamua kuacha kabisa. Alienda kwenye vituo mbalimbali vya habari na kusimulia kila kitu ili kuwaonya watu kuhusu mchungaji huyo na kinachoendelea kanisani pale. Tangu siku hiyo hajawahi kuwaona tena mchungaji huyo wala yule mwanamke. Watu wengi waliguswa sana na simulizi yake, na baadhi yao walimsaidia. Hivi sasa hana kazi, anaishi na mtoto wake wakijitahidi kuishi kwa namna wanavyoweza. Baadhi ya wanaume waliowasiliana naye walitaka kulala naye ndipo ampatie pesa, lakini aliapa kamwe hatarudi tena katika maisha hayo ya ukahaba. Sasa hawezi kuajiriwa kokote kwa sababu watu wanamwogopa sana, na wanawake huogopa kwamba atawapokonya wanaume zao kama endapo atapewa kazi. Leo hii amebadilika kabisa, lakini ni maskini sana. Anahitaji msaada wa kulipa kodi na kumtunza mtoto wake, na kwa kuwa hawezi kupata ajira, anatamani kuanzisha biashara yake mwenyewe.
Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, dada huyu aliweza kuomba msaada. Je, watu wataweza kumuunga mkono? Kukiwa na feedback yoyote, siku sio nyingi tutarudi kumtembelea tujue anaendeleaje. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, waona kipi cha kusema juu ya kisa cha mwanadada huyu? Usisite kutuwekea komenti yako na tutaijadili. Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Na pia usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Afrimax Swahili, TikTok, Facebook na Instagram kwa jina la Afrimax Swahili.